Na baada ya mchezo wa watani wa jadi kumalizika kati ya kikosi cha Young Africans dhidi ya kikosi cha Simba Sport Club, bwana, kumekuwa na maneno mengi ambayo yanazungumzwa, baadhi ya ubora wa wachezaji ambao walionyesha ikiwa ni kwa mara yao ya kwanza kutimuka ama kutumika kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kwenye ngao ya jamii, na ikiashiria ligi kuu Tanzania bara ni mwendo wa kukimbizana kutafuta alama tatu baada ya mchezo ule kumalizika. Na bwana, moja ya mchezaji ambaye watu wengi wanamzungumza ni Celestine, naweza nikasema ikuwa moja ya mchezaji ambaye amekuwa bora sana katika msimu uliopita kwa sehemu ambapo alipokuwa anacheza, lakini kwenye ardhi ya Tanzania tangu amefika watu wameanza kumzungumza kwa utofauti tangu amefika hapa na ubora ambao amekuwa nao. Na ukiangalia kwenye kikosi cha Young Africans kwa sasa hivi ndio mchezaji ambaye unaweza ukasema alichangia magoli mengi kwa msimu uliopita kwa maeneo ambayo alikuwa anacheza, na hili linakuja kwa upande wa data ambazo zipo. Lakini kwa nini nazungumza hivi? Nazungumza kwa sababu ni moja ya mchezaji ambaye ni bora, tunaweza tukasema ni explosive winger mwenye mikato ya wembe. Mguu wake wa kushoto una kazi ama unakata zaidi ya kisu cha buchan, na anajua muda wa kukimbia sana na muda wa kupooza ili kulinki up na wenzake akiwa uwanjani. Na kwenye 1v1 ni kiama, ukikabiliana naye ukisikia ball defense basi likumbuke jina la Celestine Ekua Pure Football. So ukiangalia kwa namna ambavyo alicheza kwenye mchezo wa Kariakoo Derby kwa nafasi chache ambazo alizipata, unaweza kusema yes, ni moja ya mchezaji ambaye pengine tutegemee makubwa zaidi kutoka kwake kutokana na ubora ambao yupo nao. Lakini mchezo mmoja haujitoshelezi kutoa majibu ya moja kwa moja ni aina gani ya mchezaji ambaye anakwenda kutumika Young Africans kwa msimu unaofuata. Lakini unaweza kusema ni moja ya mchezaji ambaye anaweza akaisaidia Young Africans kwenye mienendo yake ya namna ambavyo amekuwa akikimbia uwanjani na timu anakuwa anaisaidia. Kwa hiyo timu nyingi zinabebwa na wachezaji na ubora wa wachezaji ambao nao, na ubora ambao nao unajitosheleza kabisa kuibeba timu, na tukaona timu ikiwa iko bora zaidi. Na namna ambavyo timu itakuwa ipo chini ya mwalimu na kumtegemea mchezaji mmoja mmoja, basi inaweza ikaleta faida kwake na kuona timu ikiwa kwenye ubora zaidi kwa kumtegemea mchezaji mmoja mmoja, lakini mbinu za mwalimu.